Naitwa Emi Maziku, mkazi wa Majengo Mapya Shinyanga. Nimetokea safari Kahama. Kwa kweli usafiri umerudishwa, tumefurahi. Mwanzo tulikuwa tunahangaika usafiri, lakini sasa hivi tunafurahia, watu wanasafiri, wanatoka, wanaenda. Kwa kweli Mungu ni mwema, tunashukuru kuhusu usafiri. Ndiyo. Majina yangu naitwa Andrea John. Kwa kweli mambo yalikuwa ni magumu sana. Kipindi cha uchaguzi, yani kuanzia siku hiyo ya uchaguzi, sema kweli hali ilikuwa ni mbaya, maana watu tulikuwa ndani, kwa maana kwamba watu kuhusiana na kazi, watu wengi tu watu fanya kazi kwa tumejifungia tu majumbani. Kwa hiyo naona kwamba baada ya hapo tangazo la rais alipotangaza kwamba watu warudi katika hali yao ya kawaida, kazi wafanye kama kawaida, kwa hiyo sasa hivi tuko vizuri. Tuko vizuri sema kweli. Tunamshukuru Mungu, tuko vizuri. Jina langu naitwa Mwinyi Yusufu, mwenyekiti msaidizi wa umoja wa mawakala wa stendi ya mkoa wa Shinyanga. Kwa hali ya sasa hivi tangu juzi na jana mpaka leo, tunashukuru Mungu, masuala ya usafiri yamerudi kama kawaida, basi na mizunguko yetu basi inaendelea vizuri kama kawaida kama ilivyokuwa mwanzoni. Kwa hiyo tunashukuru serikali na wananchi kwa ujumla, wale waliopata utulivu wakatulia kwa kusikiliza amri ya serikali nini inajitaka kukizungumza na nini inashauri wananchi wake. Kweli hali kwa sasa hivi mara baada ya serikali yetu namna kuweza kutoa agizo, namna kuweza kuambia wafanyabiashara basi waanze kurudi katika mazingira yao vizuri ya kazi, wafanye kazi bila hofu, bila wasiwasi. Kwa kweli pameanza kuleta mabadiliko tofauti na jinsi ilivyokuwa. Tunaanza kuona kwa kuna sura za watu kutoka kijijini zinaingia hapa katika manispaa ya kwetu, wanaingia sokoni kama jinsi ambavyo tunaona. Kwa kweli ndio hawa watu ambao tunapata. Kwa hiyo kuna mabadiliko kidogo katika eneo letu la soko kuu. Haijalishi ni kwamba mwingiliano ambao tunaopata, tunahitaji bidhaa zije ili ndio watu wafike kuja kuhemea vitu na kupeleka maeneo yao. Naitwa William Nyaingi, makamu mwenyekiti wa soko kuu Shinyanga. Kulingana na hali ya biashara jinsi ilivyokuwa wakati wa tarehe 23 tulipoanza kupiga kura, biashara kiujumla iliendelea vizuri, japokuwa baada ya siku 2-3 kidogo kulikuwa kuna mtafaruku ambao ulikuwa umetokea kwenye mikoa ya wenzetu na maeneo ya Kahama na Maganzo kidogo, watu walipungua kuingia sokoni, asasa eneo la stendi ya ICE. Gari zilikosekana za kuingia baada ya kuonekana kwamba hakuna usafiri kutoka Shinyanga na Maganzo kuja hapa. Lakini mwenendo wa biashara sokoni tulikuwa tunaenda kawaida, hatukuwa na shida yoyote kwa sababu hatukuwa na kupushani ndani ya mji wetu wa Shinyanga. Tulikuwa watulivu tukisikiliza nini kinachoendelea baada ya uchaguzi. Sasa baada ya kuapisha Mheshimiwa Rais, mambo yameendelea vizuri tu mpaka sasa. Kijumla ni kwamba soko letu la Shinyanga hatukuwa na shida. Tulifungua kwa wakati ule ambao tulikuwa tunafungua wakati wa mwanzo na kufunga vile vile. Shughuli zinaenda vizuri, soko letu lina amani na utulivu. Kiujumla ni kwamba hatuna wasiwasi wote wala tukupata shida yoyote. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.